Ya, naamini hiyo nafasi ataipata kwa sababu Dube faida yake kubwa ni moja. Ni mchezaji mzuri sana wa kucheza naye ugenini kwa sababu ana uwezo wa kuhold mipira. Unajua unapokwenda kucheza ugenini mara nyingi lazima uwe na wachezaji ambao wanaweza kukupa threat kwenye transition, na Dube ni mzuri sana kwenye hilo eneo, kwamba mna defend alafu ghafla wakati wa transition. Na ukiangalia hata bao ambalo aliwafunga AS Rabat lilikuwa ni kwenye mazingira kama hayo, wakati mpira mrefu umepigwa, timu ikiwa inajaribu kufanya build up mpira mrefu, yeye akamvizia goalkeeper akiwa ategemei labda kama mtu atapiga shuti. Kwa hiyo hata Dube nategemea aanze. Na mahali ambako mimi nauona ugumu wa Yanga ni kwamba kama tukutegemea Yanga ashinde dhidi ya timu ngumu ya AS Rabat, sidhani kama ni fair kutotegemea kwamba Yanga yeye ambaye ameshinda dhidi ya AS Rabat akienda ugenini atapoteza pia. Maana yake hata kabla kwenye hatua za awali walipoteza dhidi ya Silver Strikers kwenye mechi ya ugenini kule. Kwa hiyo it's not kwamba wako perfect kwenye kila kitu, kwa sababu tukumbuke kwamba kwenye game mbili zilizopita wamenufaika sana pia na maamuzi ya refa ambao hayakuwa sahihi. Pengine labda kama goli la Silver Strikers lingekubaliwa Yanga angetoka, pengine kama goli la AS Rabat lingekubaliwa labda tungekuwa tunazungumza kwamba Yanga anakwenda kutafuta labda pointi ya pili ama pointi ya kwanza ya mchezo. Kwa hiyo kwenye mashindano haya, kwa hiyo bado anything can happen.